Ni juma lingine hapa Celeb Africa, naitwa Patrick na mwenzangu ni Mbelo Band kutoka Kwanza Production. Sasa hivi tuko katika studio zetu za Celeb Africa hapa Washington DC. Tuko kama kawaida hapa kila Jumamosi saa 12 saa za Afrika Mashariki, na vile vile Clouds Plus kama kawaida yetu 294 DSTV. Kulikoni bwana? Tupo Siba, unaona. Bwana onekana kama lazima kakuvalia nyeusi afu vile vile katulia, au ndio ule ustaarabu wa Kiswahili ambapo wakati wa msiba ndio unakuta mtu anaingia na hapana, labda ile pia neno la kuzungumzia. Japokuwa wakati mwingine hata nilipokuwa nimevaa nikaanza kujihoji, hivi kweli kuna ulazima wa kuvaa nyeusi, na ni kwa nini rangi nyeusi? Kwa nini isiwe rangi nyeupe au njano au nyekundu au vitu ambavyo tumejiwekea wa Afrika eti? No, sio Afrika, kila mahali duniani. I mean it's just nadhani it's a sio neutral color. Nyeusi ni neutral. Do you call it neutral? Ni kitu ambacho utaki ku pop. Unajua lakini nyeusi sio kwamba kuna ugiza, inaonyesha kwamba kuna ugiza, kuna usomba fulani wa kusikitika, unyenyekevu. Hodhani pia kwamba kusikitika, unajua ukirudi nyuma nipata kuandika miaka nyuma kidogo, kulikuwa kuna mko wangu mmoja nilikuwa nampenda sana. Tulikuwa tunawasiliana na nini, wakati nakumbuka wakati naondoka safari yangu ya kwanza, sasa ninachomoka kijijini, maana nilikuwa nachomoka kijijini uende mjini, alafu mjini ndio utoke mjini ya Tanzania, sasa uje ndio unatoka sasa utoke. Yes, kwa hiyo nikaenda nikaongea naye, nikaona tukazungumza vitu kama hivyo. Ni mmoja kati ya watu ambao nilikuwa najua kabisa kwamba kuna mapenzi ya dhati kwake, unajua kwa alichokuwa nacho. Kwa hiyo nikiwa huku, kabla sijarejea nyumbani, akaugua, alafu baadaye akafariki. Lakini wakati aliumwa sana, ikafika kipindi kama watu kwamba unajua ile kwamba wanafikia watu wanasema kwamba kama ndio hivi afadhali nami nipumzike. Ila mimi sasa kwa ubinafsi wangu nikalia sana kwamba kwa nini amefariki. Yani nilikuwa ninahuzunika kwa nini yani amefikia hatua hii. Lakini baadaye nikaja azifu ilikuwa choice yake. Lakini kwanza kunaelewa kwamba kwa nini aliamua, kwa nini alikuwa tayari akisema kama ndio hivi. Yani zile kauli kwamba basi kama ndio hivyo nife na hivi vitu kama hivi. Lakini sasa baadaye nikaja, baada ya kuerevuka kidogo, nikalia kwamba nilimlilia kipindi kile, kwa sababu baadaye nikagundua kwamba kumbe mimi nilikuwa binafsi sana kutaka aendelee kuishi, wakati yeye mwenyewe tayari alishajiandaa, alishafika hatua akasema kwamba unajua nini, kama ndio wakati kwenda kukutana na Mungu wangu, niende nifanye hivi. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba ule ulipofika wakati wa yeye kuondoka, alikuwa happy. Alafu mimi kwa binafsi, kwa sababu tunataka nimuone hata kama anateseka, mimi nataka tuendelee kumuona, nikafanya nini? Nikalia. Kwa hiyo wakati mwingine ndio nawaza kwamba labda sisi tunakuwa tumevaa nyeusi kuhuzunika, alafu tunaendelea kusema kwamba yuko juu na malaika wanasherehekea. Unawaza, je, tulitakiwa kwani tuvae nyeusi au tulitakiwa tu kwanza hivi kuna haja hata kulia, au tulitakiwa tusaibuke na kuruka magoma? Analogy zake hizo. Sasa nataka turudi kwenye nani. Leo tutaka tuzungumzie kitu ambacho ni tofauti na kinahusiana na kifo cha Mkapa ambaye ni hayati ni rais mstaafu wa Tanzania. Ni msiba mkubwa sana. Kila mahali ulikuwa covered, hapa Marekani, Washington Post, New York Times. Kila gazeti tunalojua, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana. Lazima tuanzie hapo. Mimi nilikuwa issue. Yes. Ni mtu ambaye mimi naongelea kwanza positive. Ni mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana Afrika, Tanzania kwanza, kwa sababu ndio tulikuwa tunatoka watu ndio tongo tunatoka katika masuala ya utandawazi, alafu akaingia. But baada ya uraisi wake, Mkapa amefanya kazi nyingi sana Umoja wa Mataifa katika suluhisho wa matatizo mbalimbali, ikiwa kwa Sudani, masuala ya uchaguzi huko Burundi na kadhalika. Amehusika sana katika upatanisho, ndio maana Kenya 2007 yes. Yani ndio maana katika mazingira ya kimataifa amekumbukwa sana na ni mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana. Sasa nataka tuzungumzie swala zima la criticism au kukosoana. Ni wakati gani ambapo ni sahihi kumkosoa mtu? Kwa sababu pamoja na mazuri aliyofanya Mkapa, kuna mapungufu ambayo yanajulikana, tunayajua. Na wapo watu ambao wamekuwa wakichukua kwenye vyombo vya habari wanazungumzia ile mapungufu. Sasa mimi nafikiria nasema kwamba labda tuzungumzie, kwa sababu imekuwa katika wakati amefariki George Floyd, kulikuwa na tukio kama hilo, kulikuwa na dada mmoja Vanessa Candace. Yeye alikuwa anazungumzia mapungufu au mabaya aliyofanya Floyd. Yes. Akawa anakuwa attacked. Watu wengi wanamshambulia kwa sababu
watu wanasema bwana sio wakati mzuri wa kumzungumzia mtu ambaye hawezi kujitetea, ameshafariki bla 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 bla. Mimi nikasema okay, so what is the right time? Muda gani ni maalum? Kwa sababu ameshafariki. Na muda gani ni maalum kumzungumzia mtu? Na je ni sahihi? Kwa sababu nilisikia interview ambayo ilitoka juzi kati hapa ya mwanahabari maarufu Tanzania, Generali Ulimwengu, alikuwa anamzungumzia Mkapa. Ila portion ambayo ilikuwa nadhani alikuwa amezungumzia, kwa sababu ilikuwa ni portion ya dakika kama 3 au 4 ambayo ilisambaa. Ila portion ambayo ilisikika, ambayo ilisambaa kwa sababu najua watu wao wanachukua tu sehemu ambayo ita hit, ina maana yenye mashiko. Kwa hiyo sehemu ambayo alizungumzia mapungufu yake katika masuala ya habari, kwamba alikuwa ni mtu ambaye alitumiwa na serikali kusimamia wakati alikuwa mhariri mkuu. Kwa alikuwa ni kibarua kazi ya kufanya vizuri bla bla. Kwa ilizungumzwa sana, na tukana na mjadala na marafiki zangu wengine, tukasema okay, sasa mimi nikajiuliza maswali, wakati gani ni sahihi kumzungumzia, au mimi Patrick imefika siku yangu nikaondoka. Kwa nini kuna shida gani watu wazungumzie mabaya? Kwa nini iwe tu wanipake mafuta kama mazuri analofanya kwa sababu nimeondoka? Kwa nini wasinilaumu? Kwa nini wasinizungumzie katika wasinikosoe kama mabaya analofanya? Unafikiria kitu kama hicho? Kuna usikusifia ukiwa hai kwanza? Wow. Nauliza hili kwa sababu hiyo ni wakati ambapo attention kubwa, kama ulikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu, mtu maarufu, attention ya watu, kwa sababu wakati huu kila mtu ana shughuli zake. Tunarudi kwenye jamii. Fariki inakuwa ni taarifa. Sasa tunarudi kwenye jamii pale. Umezungumza kwamba watu inaonekana wamekata, kwa sababu siamini na wewe uamini kwamba mtu anaweza kumuita mtu kama generali afu kaongea naye kwa dakika 3. Unajua kwa dakika 3 tulikuwa ondoka. Inaweza kuwa kitu kigumu sana. Hasa kama unataka akupe uhalisia halisi wa mtu ambaye ni kiongozi ambaye tayari amekwisha kufariki. Kwa hiyo kwangu mimi ningetegemea kwamba kuna zaidi ya dakika 3, jambo la kwanza. Lakini pia umezungumzia point moja nzuri, ukasema kwamba inaonekana kwamba walichukua kile kipande ambacho walihisi kwamba kitafanya nini? Kina mashiko. Na ndio media mimi ni mtu wa media, najua media za nyumbani. Tatizo la kwanza linaanzia kwenye jamii, kwamba kumbe mashiko yako wapi? Sisi kama jamii tunatafsiri vipi mashiko? Na kwa bahati mbaya sana tunajikuta katika hali ambayo sisi wenyewe kama waandishi wa habari, nipata kusema kuna waandishi wa habari alafu kuna wahandisi wa habari. Unajua kwamba kuna watu ambao kuna wale fabricators wa news, alafu kuna wale ambao wanafanya uhalisia wa habari. Kuna watu wazee wa kiki na headings za slashes, alafu kuna watu ambao wana habari kamili. Na ukweli mambo ni kwamba habari halisi ambayo imekaa ikachunguzwa ikafanywa utafiti mara chache sana zina hit. Unajua ni kwa sababu jamii yetu tayari niliyofanya imelishwa. Lakini turudi sasa kwenye swala la kwamba ni wakati gani, maana kuna maswali mawili. Kuna swala la ni wakati gani ambao unaweza ukatumika kuweza kumkosoa marehemu, lakini pia ni wakati gani ambao tunatakiwa kumsifia. Ni ukweli kwamba yale yote ambayo yanasemwa pale, kama tungekuwa tunasikia yale watu wanapofika pale wakasimama wakaanza kumzungumzia marehemu kuhusiana na hali vitu kama hivi, hata George Floyd uliokuwa namzungumzia, kuna baadhi ya vitu na uhakika kama kula aliko kweli wanasema kwamba kikaa kule wanaangalia huko chini, kuna kaza anakaa sema hivi mimi huyo maana kuna namna ambao walikuwa wanampaka kusema kabisa kwamba kutetea hata katika kila kosa alilolifanya, wakasema tunajua hivi na hivi, wanamsemea mpaka ni kwa nini pengine alifikia katika hatua fulani. Miaka ya nyuma nilipata kuandika kwenye kurasa yangu wa Facebook, nikaandika nikasema kwamba embu assume kwamba nimekufa leo, labda ungenikumbuka kwa lipi? Watu wakaanza kukimbia watu wanakuja inbox, utaandikaje kitu kama mimi nataka tu nijue kwamba ni kitu gani ambacho kinakufurahisha. Yawezekana utanikumbukaje huko ile mimi labda kile wewe kinachokufurahisha unaweza kumbe hiki ni kitu kizuri niweze kukiendeleza. Si ndio maana tunatakiwa kuwa bwana uweze kuendeleza kile kitu na kwa watu wengine na watu wengine na watu wengine. Lakini mtu anakabisa bwana mambo gani haya, ngoja nife sasa. Atasimama pale, unajua ile alikuwa anafanya, alikuwa mkarimu sana. Usingekuwa na shida ya mawazo ukaenda kwake, kumbe kuna jirani yangu hapa ameathirika, alikuwa hajui kwamba kumbe kuna mshauri na saa. Kwa nini usiseme sasa hivi ili yule ambaye anaweza akawa pembeni yangu, ambaye anaweza akahitaji ushauri, inawezekana kuokoa maisha ya mtu na mambo kama hayo. Lakini pia kama nilivyozungumzia, ni wakati gani sasa kuanza kumzungumzia mabaya ya mtu, hasa kama uko katika nafasi uko hayo nisikukate. Nakupa story kidogo afu ukiongezee hayo. Kulikuwepo na jamaa walikuwa wawili kwenye gari, wakapata ajali. Walipopata ajali, gari likapindukia kwenye mtaa. Sasa polisi wakawa wametoa taarifa kwamba jamaa wote wamefariki. Sasa huko walivyofariki jamaa mmoja mpaka alipelekwa mortuary, ila alikuwa bado
hajafa, ila taarifa zimeenda mpaka kila mahali, na ndugu jamaa wakaweka kwenye Facebook nini. Sasa watu wanaingia kwenye Facebook wanaandika hizo pole na nini, wengine bwana mimi nakumbuka huyu alikuwa ni mtu hivi. Kumbe jamaa alipokuwa mortuary akaja kupata fahamu, akapelekwa ICU, alikaa ICU kama miezi kadhaa. Sasa alipokuwa ICU watu kuna promotion, hata ndugu zake walikuwa hawajui kwa sababu ilikuwa ni jimbo tofauti. Okay. Kwa hiyo ina maana walivyoanguka wa kuvitambulishwa vikujulikana sababu gari lilikuwa vibaya. Kwa hawakujua ni watu kina nani. Kwa walipeleka tu mortuary, na from mortuary jamaa mmoja akafariki. Wakati polisi wanaendelea na uchunguzi, ni jimbo lingine inachukua muda mrefu. Jamaa kumbe haja wachukua akaweka, alikaa ICU wakati polisi wanafanya uchunguzi. Familia yake ishapita mwezi na wameshajua amefariki na nini, kwa sababu walionyesha gari lao na kila kitu, na mili ilipigwa na mili ilipigwa picha wakati jamaa alikuwa bado hajazinduka. Kwao wakapiga mili picha wakaweka kule, kitu kama hicho. Sasa unajua utaratibu hapa, watu wengi kama familia haina uwezo, napigwa moto tu unachoma. Kwa hiyo walihisi kwamba serikali imeshughulika na mazishi. Kumbe jamaa bado hajafa, na simu alikuwa hana kwa sababu simu yake ilikuwa nani. Kumbe alikaa ICU kama miezi miwili mpaka akaja kuzinduka. Alivyozinduka pale akaanza kufanyia tena therapy na vitu kama hivyo. Sasa kabidi aanze sasa safari ya kurudi kwao. Akakumbuka na Facebook page yake. No, hajajua hata habari za Facebook wala nini. Nyumbani wameshapiga msiba, mpaka msiba umefanyeje? Umeisha, watu wameshaanza miezi miwili hapa Marekani, watu wamesharudi kwenye shughuli zao. Muda mrefu sana. Basi kaja kuchomoza jamaa. Kwanza alivyochomoza akaenda nyumbani kwake. Kufika nyumbani kwake, bills kibao alikuta nyumba yake, vitu kama hivyo. Yaani akaanza tena maisha upya. Msafiri vitu vingi kukumbuka. Maana alikuwa kwenye koma. Akaanza maisha upya, akaenda tena akafungua namba yake ya simu. Sasa wakati yuko kwenye simu sasa, akaanza kusoma. Yeye sasa na hadithia baada ya kwanza kusoma yaliyoandikwa na watu kuhusu yeye. Yes. Ndo akastuka kwamba mbona ndivyo kwa mzima jamaa hajawahi kunipa hizi sifa zote. Ale ma ex-girlfriend ambao hata aligombana nao mpaka akaachana. Ya ndo walikuwa waanza kucomment sasa kuhusu uzuri wake nini. Jamaa ilibidi alie mpaka kaleta kwenye kipindi fulani maarufu akazungumzia hiyo. Kwa inanipa picha ulivyokuwa unazungumzia kuhusu kwamba watu kusifia tu wakati kwa nini ni jambo la kwanza unajua, lakini nafikiri kuna sijui yeye ambaye anatazama hivi sasa anaweza kaangalia, labda kama anaweza akatuambia hapo chini kwamba ugumu uko wapi, na usiangalie kwamba kuhusu mtu mwingine. Wewe mwenyewe kwanza unaona kuna urahisi wowote wa wewe kukaa pale alafu ukamsifia mtu ambaye yuko hai, kumueleza yani ukweli kabisa, kusema kwamba bwana yani mimi ninakuthaminisha kwa hili na hili na hili. Baadhi ya vitu ambavyo ni vichache sana kufanyika, lakini inapokuja dhana ya kwamba tayari mtu amekwisha kuondoka, inakuwa kwa baadhi ya watu kwanza kuna kula mambo kwamba katika yale yanayosema, unajua haya mambo hutuathiri watu kwa namna tofauti. Unajua hata katika ile la juzi kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wameingia kwenye magroup ya WhatsApp wakaanza kuzungumza ni namna gani ambavyo wanamkumbuka rais katika yale ambayo yalitokea Zanzibar. Na yeye katika kitabu chake aliandika kwamba wakati anatokea alikuwa kwenye mkutano wa uchumi wa dunia, unajua nafikiri ni World Economic Forum, alikuwa kule, lakini alikuwa amerejeshi mkuu. Kwa chochote kilichotokea ile Januari 21, 2001, yeye kama sehemu ya juu ya maamuzi ya amerejeshi mkuu, kuna namna ambayo kuna mzigo ambao anatakiwa ubebe ama katika kile kilichotokea au kusawazisha kile ambacho kifani kilitokea, na baadhi ya watu lile halijawaridhisha. Lakini je, wanasema rais wa nchi kwa kitu kinachotokea anda wewe you bear the responsibility. Hao wanaozungumza hivi sasa walipata kuyasema haya kabla? Unajua hilo ni swali namba 1. Na ametoka tangu mwaka 2005. Yes. Ni muda mrefu sana ambayo kama kulikuwa, lakini haimaanishi kwamba watu hawakumbuki. Yani kama yapo tu, na kama that's the question though, kwa nini itokee tu wakati anafariki? Mmemuonea au kwa sababu hawezi kujitetea, au is it the right time ambapo ndo wakati wa kwanza kutafuta collection yao, au nyingine umeiacha kwamba au wakati wote walikuwa wakilalamika lakini hakuna chombo cha habari ambacho kilikuwa kinawakamata, au hawakupata platform yoyote, kwa sababu sasa hivi hata hashtag zilikuwa zinasonga sana. Ukiandika tu hashtag fulani inaendana kwa sababu tayari kitu fulani kinakuwa kina trend. So ni kwamba je,
wale watu hawakupata kusema kabla, au walipata kusema kabla lakini hayakupata kuja katika mwanga kuweza kuzungumzwa. Na nitakupa mfano. Kwa mfano wa baada ya kifo cha rais, ikaja swala la namna, kuna namna ambavyo ile kitu kwanza kilikuwa handled pale. Baadhi ya watu wakaja akaandika makala kuhusiana na ni nini watu wa habari walitakiwa wafanye, hasa katika idara ya mawasiliano Ikulu, watakiwa wafanye katika kuhakikisha kwamba ile taarifa labda mngefanya hivi, mngefanya hivi, mngefanya hivi, mngefanya hivi. Yako mengi ambayo tungeweza kuyazungumza. Na ilipokuja kuzungumza wakati tuko kwenye grupu jingine ambalo mimi ni kuombe kwanza, kuna watu wengine ambao inawezekana hawana taarifa what happened. Unaweza relate kwanza ili kuwapa watu mwanzo what happened in Zanzibar mwaka gani na 2001, ili angalau kuwapa watu, kwa sababu watu wanaanza kujiuliza ile tokea wakaanza kujua. 2001 ilitokea baada ya uchaguzi wa mwaka 2000. Wale waandamaji hasa visiwani Pemba, kulikuwa kuna maandamano ya kupinga masuala ya uchaguzi, wapinzani matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo wapinzani wa CUF waliingia katika maandamano na inaonekana kuwa kuna clash ama kuwa kuna jeshi likatumwa, yakatokea mauaji ya watu ambao namba itajwa nafikiri kwa ni 21, ndio namba ambayo tunayo sisi. Kwa hiyo ile bado inaonekana kuwa ni mauaji makubwa yalitokea baada ya uchaguzi mwaka 2001. Na hata katika kitabu chake cha My Life My Purpose ameandika akisema kwamba ni kati ya doa jeusi zaidi ambalo limepata kuwepo katika urais wake ni lile tukio, na ambalo yeye mwenyewe anasema pia kwamba maelezo aliyopata, kwa sababu kama rais anapata ile briefing ya nini kilitokea mpaka kikafikia pale, na kama unavyotambua kwamba haya ni mambo ambayo yanapotokea hivi lazima kuwe na namna ambayo watu either wanawajibika au wanawajibishana kuweza kutoa maelezo kwa rais. Anasema alipopata maelezo aliweza kuelewa kwa nini ilifika pale, na pande zote zilikuwa zina namna ambazo zingeweza kudeescalate ile hali, unajua. Lakini akawa anasema kwamba licha ya yote kutokea, bado unaweza kuona kwamba lawama zimebaki katika upande mmoja tu wa wanajeshi, bila watu kufikiria ama kutambua ni kitu gani kilitokea. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo ilitokea mwaka 2001 na ndio ambayo baadhi ya watu wamekuwa wakilalamikia. Sasa kilichotokea ambacho nakuja kukizungumzia hapa ni kwamba ilipotokea ile swala la tangazo lenyewe la kifo, kwa sababu unajua msiba si umekuja kupata kuja swala la tangazo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo alikuwa anazungumzia timing yenyewe ya tangazo lenyewe, jinsi ambavyo tangazo lenyewe lilitolewa, unajua. Kwa kuna vitu vingi ambavyo tulianza kufikiria, tukaanza kujadili kusema kwamba labda hiki kingetokea, labda hiki kingetokea. Katika kundi moja la wanahabari, mimi naona diplomasia actually na wanahabari, kuna mmoja akawa anasema kwamba alikuja akalalamika katika namna hii ambayo mtu wa kawaida angesema kwamba kwani haya yote ni lazima myaseme hapa au myaseme mtandaoni? Si kuna namna nzuri ya kuweza kuwasilisha haya malalamiko? Lakini kwa mambo ni kwamba yale ni mambo ambayo wengine tumekuwa tukiyasema kwa muda mrefu, unajua, yale katika swala la msiba. Lakini baadhi ya matangazo yalikuwa yakitoka kipindi cha corona, tulikuwa tukirudi na unakwenda na wasiliana na watu wa idara ya mawasiliano, kwa bwana, unajua mngeweza kuboresha kitu fulani kwa kufanya hiki na hiki na hiki na hiki. Mngekuwa mnaweza kuboresha. Kuna siku moja alikuwa anaongea waziri mkuu, uso wake ungeuona nusu kwa sababu ya microphone zilizojaza, na ni kwenye ofisi ya waziri mkuu. Sasa kuna haja gani kwenye ofisi ya waziri mkuu? Hata ukienda katika hizi nyingine kubwa, hiyo ni Marekani, hiyo ni Uingereza, ofisi nyingi ni kwamba unachotakiwa kufanya, kama unajua kabisa kwamba hii ni sehemu ya press, andaa podium, microphone mbili, wengine wote wacho kwenye output kule, unajua. Sasa kuna haja gani ya kuwa ni rahisi hata kumdhuru, kwa sababu huwezi jua ipi ambayo ina sumu. Tukazungumza sasa vitu kama hivyo. Lakini hakuna ambacho kifanya nini kilibadilika. Kwa hiyo ikabidi baadaye tulisema kwamba jamani, pamoja na kwamba huu si wakati wa kuonekana kama tuna blame kitu, lakini upo ukweli mambo kwamba haya mambo tumeyazungumza si mara moja, si hata mara 10. Tumezungumza na wadau wote, kuanzia moja kati ya waandishi wa chini kabisa ambaye tuko naye kwenye group mpaka mkurugenzi kabisa anahusika na haya maswala. Yote tumeeleza. Lakini kipindi chote tulichokuwa tunazungumza yale madudu yalikuwa, maneno ambayo tulikuwa tunazungumza, ule ushauri ulikuwa haupati mwanga wa kuweza kuonekana. Lakini ushauri mmoja uliotoka baada ya kifo ukapata mwanga. Kwa hiyo upo wakati ambao pia natakiwa tujiulize kwamba je, watu wanavyokwenda kukosoa ni kwamba inakuwa ni mara ya kwanza kukosoa? Wanapokuwa wanazungumzia kuhusiana na mabaya ya mtu, ni mara ya kwanza kweli wanazungumzia kuhusu mabaya ya mtu, au ni kwamba sisi tunaona sana kwa sababu katika kipindi hiki tunafuatilia kila kitu kinachoandikwa kuhusu huyu mtu, lakini pengine labda alipata kusema. Hii ni Celeb Africa, ndio Patrick mwenzangu ni Mbelo Bandio. Ni kitu ambacho nafikiria tunaenda kwenye break. Tukirudi nataka tuzungumzie sasa waloko madarakani wakati huu. Wakati tunaendelea na hii topic, waloko madarakani mwaka huu, ili wakati unaondoka au unafariki yasitokee kama how do you behave. Ni vitu ambavyo unatakiwa uweke wazi kabla, ili kusiwepo na dukuduku
baadaye au unatakiwa ufanyeje. Hii ni Celeb Africa. Kama ni mara ya kwanza, hebu andika hapo, tuandikie ujumbe hapo chini, na vile vile subscribe Celeb Africa TV kwenye YouTube channel yetu na website zingine kama social media zingine, Celeb Africa TV, kwa ajili ya updates na mambo kadha wa kadha. Tunarudi muda so mrefu. Tumerejea baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Celeb Africa kuja kutoka Washington DC, na kama ilivyo desturi, Jumamosi tunakuwa hapa katika Clouds Plus DSTV 294 kuweza kuzungumza mambo mbalimbali katika kuelimishana, kuburudishana, kushirikishana na mijadala mbalimbali, na unaweza ukashiriki kwa namna ya wewe kuweza kutuachia maoni hapo chini ili tuweze kuweza kuendeleza mjadala huu kwa muda mrefu. Na kabla ya kuchukua break tulikuwa tunazungumza mambo mbalimbali, lakini Patrick akasema tukirejea tunaingia katika sehemu nyingine. Mjadala ni huo nilikuwa nafikiria tuzungumzie, kwa sababu tumezungumza kwamba watu wamekuwa wakilaumu au wakikosoa wakati tumefariki. So what do we do ili asitokee? Kuna watu ambao wako sana tunazungumzia viongozi, watu maarufu, watu ambao wana wadhifa kama marais na vitu kama hivyo. Yanatokea matatizo mbalimbali. Kwa mfano Tanzania kuna vitu ambavyo vimetokea wakati Rais Magufuli yuko madarakani. Kwa hivyo vitu ambavyo ni negative, je, vinatokea vizungumzo? Najua kuna masuala ya sheria mitandaoni, kuna masuala ya habari na vitu kama hivyo, but ni wakati upi ni mwafaka? Tunasubiri mpaka ikitokea labda hayupo madarakani au ametangulia mbele ya haki ndio tuanze kukosoa, au we have to talk these things sasa hivi? Kwa sababu yeye mwenyewe anatakiwa pia at the same time akosolewe. Ndio maana ya demokrasia, akosolewe, ili kwa sababu tunaishi katika nchi huru tunajiita, na vile vile ukikosolewa inakupa nafasi ya kurekebisha. So do we have to wait mpaka itokee kama ilivyotokea kwa mzee Mkapa au ilivyotokea kwa mzee kwa baba wa taifa Nyerere au Kenya kwa mzee au Kenya Moi? Ile ndo kwa sababu yanatokea sana, unakuta watu wakati ameondoka ndo mijadala sasa ya kwanza kumkosoa. Kwanza alikuwa hafai, kwanza alikuwa hivi na hivi. When is it the right time to criticize? Kwanza uangalie mazingira, kwamba ni mazingira gani yanakuwa mwafaka kwa mtu kuweza kufanya hivi. Sasa mimi ni baba, na labda nijitolee mfano. Mimi ni baba, na katika wakati wote ule sitaki mwanangu kwa namna yoyote ile aonyeshe kwamba mimi nimefanya kosa. Yani kwa namna yoyote. Kwa nini? Yani nazungumzia ni kwa mfano. Okay. Yeah. Kwa mfano kama mimi ni baba na simpi nafasi mwanangu ya kuweza kunikosoa kwa namna yoyote, hata pale ambapo mimi mwenyewe najua kabisa kwamba nimekosea, au hata pale ambapo ni wazi kwamba fulani amekosea. Ukola mambo ni kwamba kadri mtoto anavyokuwa atafika wakati atakukosoa, japokuwa anaweza asikukosoe mbele yako, anaweza asikukosoe katika mazingira ambayo wewe unafurahia, lakini ukosoaji utakuwepo na ukosoaji utafanya nini? Utafanyika. Kwa hiyo inaweza kuwa swali la kwanza kuangalia kwamba wewe umeuliza swali kwamba kwa nini watu wanasubiri mpaka mtu hayupo au hayuko katika nafasi ya kuweza kujitetea ndio ukosoaji unakuja kufanyika. Swali ni kwamba wakati anapokuwa katika ile nafasi ambayo angeweza kujitetea, bado anaweza akapokea namna gani ile namna ya ukosoaji? Unajua? Sasa viko vitu vingi unapozungumzia tu kama kina George Floyd, where mtu anaweza kashangaa sio kwamba alikuwa kwenye mamlaka, alikuwa kwenye madaraka na vitu kama hivyo. Lakini kwanza ni kweli kwamba mtu asisemwe kwa sababu tu na hasa kama alifanya kosa la kweli. Na hasa kama alifanya kosa kama ambalo mtu anaweza kukiri. Kwa mfano kama kuna watu wamesema kwamba hapana, mwezi ukamkosoa huyu mtu kwa sababu hata yeye mwenyewe alikwisha kukiri kwamba alifanya hili kosa. Yeye amekwisha kukiri. Hudhani kwamba hangekuwa na shida hata kama angekuwepo, hata kama angekosolewa, unajua? Lakini swali ni kwamba kwa yale baadhi ya makosa unaangalia kwamba alistahili kukosolewa kipindi kile, alitoa nafasi ya kukosolewa kipindi kile. Watu ambao wanakosoa hivi sasa walikuwa katika nafasi na uhuru na waliweza kukosoa kipindi kile, au sasa ndio ile kwamba fallen hero, na ndio haya mambo ambayo unajikuta kwamba tayari sasa hivi yuko katika nafasi ambayo siwezi, unaweza kufanya haya mambo na tunayaona, unajua?
kwamba kuna baadhi ya watu utakumbuka mfano naweza ikawa kidogo iko labda off, lakini nakumbuka mtu kama kipindi kile kipindi cha Samuel Doe, nakumbuka rais, watu walikuwa wanataka yani mpaka upige ule mwili wake baada ya kuwa amekwisha fariki, kwa maana kwamba yani pengine huu ndio wakati ambao ninaweza na mimi nikamwadhibu, kwa sababu huyu jamaa angekuwa hai huyu Gaddafi hivyo. Kwa hiyo kuna zile nyakati ambazo mtu inabidi ujifikirie kwamba wanapokosolewa kwa sababu tu wanapokosolewa kwa sababu hawapo tena katika nafasi ya kuweza kujitetea, kipindi kile walipokuwa na uwezo wa kujitetea walikuwa katika namna gani? Na pia kuna swala la tamaduni, mila na desturi. Hebu tuangalie kwanza tamaduni za Watanzania. Je, ni watu ambao wameumbwa katika ule uwazi wa kuwakosoa watu ambao wako kwenye madaraka? Okay. Na najaribu kufikiria kama tatizo letu ni uwazi au ni uoga. Yes, ule uwazi, ule uoga, ule, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo tunafikiria ni ustaarabu au ni tunaita mila na desturi. Alafu vitu vingi huwa tunaficha katika mila na desturi. Kwa sababu mila na desturi huwezi kufanya kutokana na mila na desturi. What does that mean? Like, kwa mimi nilikuwa nafikiri mila na desturi ni sawa kwa nazo. Changamoto iliyopo ni kwamba wakati wewe unafanya hii kwa mila na desturi, ni vizuri kuwa nayo, ila vitu vingi tunavificha katika ile. Sasa ndo nakwambia kwamba katika swala zima la mila na desturi wapo watu ambao wanatumia ule mwanya katika kufanya mambo mengine ya kujinufaisha. Kwa mfano mtu anasema kwamba tunaipenda sana nchi yetu. Wewe mtu unaipenda nchi yako, inakuaje unaenda unaandamana ama unakwenda kumfanyia vurugu kiongozi fulani aondoke? Wewe unaipenda nchi yako sana mpaka kufikia kiwango ambacho huwezi ukaonyesha hasira zako za wazi mbele yake. Ni Celeb Africa, tumrejea na hii ni baada ya pumziko la pili. Sasa tunakwenda kuhitimisha na hii sasa ndio nasema you save the best for last. Tutakuja kuzungumzia kwamba mengi yametokea na mjadala mzima umetokana na yale ambayo yalipita, lakini fortunately or unfortunately yapo yajayo. Unajua? Kwa hiyo yajayo na yanaanzia sasa. Ninasema kwamba yajayo na tunajifunza kutokana na yalopita. Tunataka, yes, alijisemea Morgan Heritage, every man must know their past so they can stand firm in the future. Lazima ujue ulikotoka ili uweze kutambua mustakabali wako. Na sasa tunaletea kwamba kwa viongozi katika ngazi yoyote ile, unaamini afanye nini? Na sio kwamba ile epuke kukosolewa, kwa sababu kukosolewa kama binadamu lazima ukosolewe. Hiyo ni sehemu ya maisha, ni uwezi ukaepuka. Yaani ukiepuka kukosolewa wewe tayari nilipata kusema kwamba binadamu aliyekamilika ni yule ambaye hajakamilika. Yaani ukamilifu wa binadamu ni pale ambapo yeye hajakamilika. Ukijihisi tu kwamba umekamilika, tayari wewe sio binadamu kamili. Kwa hiyo binadamu aliyekamilika ni yule ambaye hajakamilika. Kwa hiyo kukosea ni sehemu ya maisha yetu. Lakini vipi tunakosea? Nini tunakosea? Na tunapokosea tunafanya nini sasa hapo tunapokosea na wengine wanatuona, tunarekebishanaje? Sasa turudi kwako. Wewe unafikiri kwa wale walioko madarakani katika ngazi yoyote ile, nini wafanye? Ili tusije kuwa na mjadala tena hapa kwa kwamba sasa yule katibu kata kwa nini wameanza kumzungumzia hivi, katibu tarafa sijui nani. Kitu cha kwanza inaanzia katika, unajua, elimu ya msingi kwa mwananchi, kwa sababu at the end of the day comes down, anayeweka madarakani ni mwananchi wa kawaida. Na anayeamua watu ongoze ni sisi watu wa kawaida. Kwa maana hiyo tuna wajibu vile vile katika choices wakati wa uchaguzi. That's where it all start, kutokana na wakati huu tutakao wachagua kuwaweka madarakani. Wana mawili watakayofanya, mazuri ambayo yatatupeleka mbele au mabaya ambayo yataturudisha nyuma. Sasa choices zetu za kuwaweka madarakani zina impact kubwa sana katika future yetu. Kwa maana hiyo tunayo nafasi sana kwa mtazamo wangu, tunayo nafasi kubwa sana ya kutathmini vizuri na kuhakikisha tunaowapa madaraka, tunaowapa dhamana ya kwenda kutuwakilisha, aidha iwe bungeni, aidha iwe maraisi, tumewavet vya kutosha, tumewachunguza vya kutosha. Kwa sababu
vitu kama hivyo ni vitu ambavyo kama kiongozi hakuandaliwa vizuri vinakuja kutokea, alafu mwisho wa siku aidha naangamiza nchi, inarudisha nchi kimaendeleo, alafu wakija kufariki au kitokea ndo tunakuwa na mjadala kama huo. Ili isitokee, we have to prep, lazima tuwe na hiyo kabla tuandae mazingira, kabla haijatokea tuandae mazingira, kwa sababu hiyo kura yako wewe mwananchi, hiyo kura moja tu inampeleka mtu Ikulu, au inampeleka mtu mwema Ikulu au mtu mbaya Ikulu au bungeni popote. Maana yangu ya Ikulu inaongelea uongozi. Kura yako hiyo moja either itampeleka mtu atakaye kuongoza vizuri au inampeleka mtu ambaye atakurudisha kimaendeleo. Kwa maana hiyo tunaona nafasi kubwa sana ya kuangalia kwamba bwana, sikiliza, hawa tunaowaongoza tuwape mtihani wa kuwasilisha mambo ambayo tena kutuwakilisha, wawe na nafasi ya kutueleza kwa kina. Bwana, sikiliza, nimekupa miaka 5 umefanya hiki na hiki na hiki, kwa nini nikupe miaka mingine 5 wewe Rais Magufuli? Kwa nini? Washudaji lazima ajieleze, sio tu kwa sababu yupo CCM au kwa sababu amefanya standard gauge ambayo tumelipa kwa hela zetu, kwa sababu hizo standard gauge si kwamba ametoa kwa mfuko wake, ni hela sisi wenyewe wananchi. Amekuja na idea which tunashukuru idea nzuri, but we pay with our own money kwa sababu tunalipa kodi. Ushafahamu? Kwa asija kukwambia bwana kajenga kwa hela zake, no. Amekuja na mawazo, sisi tumejenga kama nchi. Kwa we have to switch that understanding na hiyo philosophy, kwa sababu at the end of the day tumekuwa tunanani sana. So tumempa miaka 5 amefanya 1 2 3. Lazima tumuulize kwa nini kingine ambacho tutakileta miaka 5 mingine, kwa sababu isiwe mazoea. Kwa sababu ikiwa mazoea ndio matokeo kwamba wanakuwa entitled, kana kwamba ukimpa madaraka anaenda kwenye madaraka, alafu atakayowafanyia nyinyi huko they don't care. Au hawana mtu ambaye they don't answer to anybody. Tunasema hawawajibiki kwa mtu yoyote, kwa sababu wanajua mimi si rais bwana, mimi si mbunge bwana, kwa umeshachagua. Kwa kama hamna hiyo balance and check and balance ya kuwajibika kwamba wanasikiliza, no tumekupa hiyo dhamana ukafanye 1 2 3, so nafika kule nataka kufanya vitu ambavyo mwisho wa siku vitatuangamiza. So I think hiyo ni basics ambazo lazima tuwe nazo kwa mtazamo wangu. Mimi naanzia na unajua nilikuwa sijai kumbuka kwamba nilipata kuandika vitu vingi sana hapo zamani za kale. Katika vitu nilipata kuandika nikisema kwamba kabla ya kuwa wao wanakuwa sisi, ni sisi wa kubadilika. Kabla hajawa kiongozi anakuwa mwananchi, ni mwananchi wa kubadilika. Tuanzie mwananchi, na ukumbuke kwamba wao mwananchi anakuwepo pale kwa sababu ya jinsi alivyolelewa. Kwa hiyo tunarudi katika ile foundation yenyewe kwamba katika familia tunakuza watu namna gani, kwa sababu wale watu kama individuals wanapokutana kama kijiji, wanapokutana kama kata, kama kitongoji, kata, tarafa, wilaya, jimbo, wale jinsi walivyo huku ndivyo ambavyo watakuja kumteua mtu, watakavyomchagua mtu fulani. Unajua? Kwa hiyo kabla ya kuwa wao tunaowaona huku wanakuwa sisi. Sasa kwanza turudi tuangalie mzizi wa wao watu ni katika mazingira yetu, ni katika familia zetu. Sisi tuko vipi katika hili? Kwa sababu reflection ni akisi kabisa. Na sisi wenyewe tunakubali vipi kukosoana na pengine kukosolewa? Tunawajibishana kwa namna gani? Ufike wakati ambao tulizungumza kipindi kile kuhusiana swala zima la uchaguzi, tukasema kwamba ilikuwa ni jambo zuri kwa rais kusema kwamba kama unataka kwenda kugombea basi ukuachia madaraka. Watu wajipime, ujue kabisa kwamba unawajibika kwa moja na si yote. Kadri unavyozidi kumpa mtu uchaguzi wa kufanya mambo mengi, pengine ndivyo ambavyo anakosa kutia umakini katika mambo yote. Unajua? Na ndio maana nasema kwamba unapomwambia mtu kwamba okay, unaweza ukabaki kuwa mteuliwa katika nafasi yako, sijui ya mkurugenzi wa halmashauri, wakati ukaenda ukagombea kwenye nafasi ya fulani, lakini pia upo uwezekano wa kufanya vitu fulani. Anaweza kaenda popote kwa sababu tayari anajua kabisa kwamba hata vyote hivi vikibuma bado una nafasi moja. Lakini unapomwambia kwamba kama unaenda akisha kwamba huku umefanya nini, umejitoa, lazima mtu afanye nini, ajitafakari. Na tukasikia watu wamedondoka kwa sababu mimi mheshimiwa rais, ni baada ya kufikiria sana nikaona mimi hapa pananifaa sana, wakati tunakwenda Mwanza hapakuwa panakufaa. It's the same thing kwamba watu mazingira yajengwe katika namna ambayo mtu anajua kabisa kwamba katika lile jema utakalolifanya lazima tutakusifia. Ndivyo ilivyo.
na kama utaonekana kwamba umeenda visivyo, tutakuhoji na pengine tutakukosoa. Ndivyo ilivyo, ili ijulikane up front. Mtu asifikiri kwamba ana haki ya kufanya yote pasina kukosolewa, kitu ambacho inaonekana katika jamii yetu kuna baadhi ya watawala wamejijengea hili. Nakumbuka pia tumeambiwa kabisa kwamba binadamu utamgundua vizuri unapompa vitu viwili, akipata pesa na madaraka. Hapo ndio unaweza kuona kwamba kumbe ndio huyu. Na hivi vitu huwa mara nyingi havimleweshi mtu kama anavyofikiria, la hasha, ila vinadhihirisha undani wa yule mtu mwenyewe. Unajua, mtu ambaye anapenda sana kusaidia, moyoni mwake hilo lipo. Akiwa maskini, atakapopata pesa atasaidia zaidi. Ambaye anapenda sana anasa, akipata pesa atafanya anasa zaidi. Kwa hiyo kama alivyosema kwamba we do not change as we grow older, we just reveal ourselves even more, it's the same thing. Kwa hiyo kabla ya watu hawajawa wao, walikuwa sisi. Kwanza tuanze kujiakisi sisi wenyewe, na tunapowapa nafasi ya kuingia pale, tunakuwa tumewawekea, kuna zile checks and balances ambazo tulizungumzia kwamba wanajua fika kwamba watahojiwa iwapo watachemka, na wakijua hivyo, ina maana wakichemka tukiwahoji wasilalamike, kwa sababu walijua tangu wakati wanakwenda. Lakini jambo la pili ni kwa jamii yenyewe kutambua. Nilipata pia kuandika nikasema kwamba labda leo ni bora kuliko jana, lakini upo uwezekano kwamba kama tungekuwa makini, jana ilistahili kuwa bora kuliko ambavyo itakuwa kesho kutu. Unajua kwamba labda leo tunasema kwamba ni kweli bwana, unaona ametuletea hiki na hiki na hiki, mambo yako vizuri, tuna hiki na hiki na hiki. Wow. Kumbe kama angetimiza wajibu wake kama ambavyo inatakiwa, haya mambo tulionayo leo tutakuwa tunayo miaka 3 iliyopita, na kile anachotuahidi kwamba atatufanyia mwakani tulistahili kuwa tumeshakuwa nacho siku ya leo. Lakini tunarudi pale pale kwamba tunakuwa tukiwekeana haya mambo. Mtu anapokuja kugombea huwa tunamhoji. Kwa hiyo mfumo wetu ndio kitu cha kwanza. Kabla hatujawazungumzia wale walioko pale kwenye madaraka, tuangalie ni vipi wanafika pale. Kuna kipindi nilipata kusema kwamba nilikuwa naangalia leo katika zile inaitwaje zile kwenye Facebook. Nini inaitwa? Unajua nakupa vile vitu vya miaka iliyopita ile. Kwamba 6 years later memories ile. Kwa hiyo kuna kipindi ni kama review hivyo. Mwaka 2000 nafikiri kwa 2010 inakwambia kwamba siku ya leo miaka 10 iliyopita uliandika hivi. Na moja kati ya vitu niliandika nikasema kwamba kwa Tanzania yangu jinsi ilivyo, hata kama leo hii itakuja kuongozwa na Masia, bado tutakuwa katika hali ngumu, kwa sababu mfumo unaotumika kumpata mtu atakayekwenda kupinga rushwa ulikuwa unapitia rushwa kubwa, kwamba anapofikia pale hana hata uwezo na mamlaka ya kuweza kuizungumzia rushwa, kwa sababu pengine of course ndio inamfikisha pale. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba mfumo tulionao unamfanya mtu apitie checks and balance, kwamba hata akifikia pale anajua kabisa kwamba ni sehemu ya wajibu fulani ya kuulizwa, ya kusifiwa, ya kukosolewa na mambo kama haya. Chuki zitaendelea kuwepo, au uwezo ukazipinga. Tumeumbwa na baadhi ya watu wameumbwa kuwa nazo. Kuna watu watakuchukia kwa sababu tu uchukiwi na watu wengine. Sasa mtu kama utamsaidiaje? Lakini katika yale ambayo ni halisi kwamba mtu umekosea alafu kakosolewa, chukua. Hiyo ni sehemu ya uongozi. Wanasema kwamba uongozi jalala ni pamoja na kubeba lawama, na wakati mwingine unabeba lawama za wale ambao hawakukuelewa. Sio kwamba wewe umefanya kosa, ila wale hawakukuelewa. Na wewe bila kukasirika unatakiwa ufanye nini? Uwaeleweshe. Na kadri unavyofanya hivi, pengine ndio ambavyo tunachukua kwa kizazi. Kwa hiyo kabla ya kuzungumzia viongozi, kabla hawajawa viongozi walikuwa sisi, na pengine kama hatuwezi tukabadilisha walioko madarakani hivi sasa, tubadilishe huku chini ili wale wajao waanze kuphase out, waanze kuondoa wale ambao wana mtazamo tofauti. Hiyo ni Celeb Africa kwa juma hili. Naona mzee kashuka vizuri sana, anatupa darasa kutoka Washington DC. Tunapomalizia au ndo tumemalizia hivyo, mimi nishukuru tu kwa wiki hii ambapo tulikuwa tuzungumzie, tufanye reflection ya vitu ambavyo vinatokea katika jamii, hususani ngoja kwa sababu kuna dakika 2-3 hapo zimebaki. Wewe umefanya kazi pale Umoja wa Mataifa, na najua pia mzee amekuwa akija nini. Kitu gani sana unamkumbuka kusema naye? Pengine ulipata nafasi ya kuwa karibu naye, au pengine kumsoma au kumsikia. Nimezungumzia vyote. Okay, sitaki kwa nafasi yangu kikazi, sitaki kuwa na sitaki kuonesha msimamo wangu. Of course, but nimezungumza kwa ujumla. Tumezungumzia ambayo anakosolewa. Yes. Na tunazungumzia mambo ambayo ameyafanya. Kuna vitu ambavyo kama alivyosema alikuwa ameset vitu ambavyo vimekuwa mpaka leo vikaonekana kwamba ni maendeleo. Kuna kama miundombinu alihusika sana, masuala madaraja, kuna daraja huko kusini alifanya, kuna vitu vingi ambavyo alifanya hapo ndani. Na vile vile katika masuala ya uchumi, mimi nilichokipenda ni kwamba kulikuwepo na discipline katika masuala ya pesa, mzunguko wa pesa. Kulikuwepo na discipline fulani, alikuwa haiko
hoya. Yani ulikuwa alisema alipoingia tu madarakani anasema kwamba atarudisha pesa. Nakumbuka tulikuwa tumekaa tunasema hivi kweli anajua anachozungumza. Sasa tulikuwa tumetoka kwenye ruksa sio mpaka kwenye kola afu kwamba hiyo pesa tutarudi. Nadhani hiyo moja that was big katika masuala. Afu pia shilingi ilipata thamani fulani, iliongezeka thamani wakati wa utawala wake kwa sababu alikuwa ametune kidogo na wakaongeza thamani katika mfumo wa wa banking. Kwa hiyo nadhani that was big na ili set haya mambo mengine ambayo amekuja kutokea wakati wa Mzee Kikwete na kuja na sasa hivi. Kwa hiyo nadhani that was big. Isipokuwa kama binadamu kuna mapungufu ambayo ametokea hususan wakati wa uchaguzi. That was really huge, na ubinafsishaji ambao ulienda ndivyo sivyo, na manunuzi pia nafikiri watu waligusia pia manunuzi ya ndege ya rais na mambo ya rada. Nakumbuka yote. Yes, rada was big na ikaleta mpaka ikahamia upande wa Kikwete. Yes. So ila mwanzo wa ilianza wakati wa nani. Kwa nadhani vitu kama hivyo, but mimi namkumbuka zaidi kama mtu wa protokali na ni sio mtu wa karibu sana naye. Nimekutana naye mara 2-3 na katika nyakati zote ungeweza kuona kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni kama vile mtu ambaye unaweza kusema kama alikuwa structured, na sijui labda ni kwa sababu ya asili yake alivyokuwa. Unajua unapokuwa mtu wa diplomasia na mambo ambayo unayapitia sana, fanya hiki muda huu, kitu fulani fanyike muda huu. Unapokuwa waziri wa nje wa mambo ya nje kwa kipindi hicho na katika nyakati mbili tofauti kwa marais wawili tofauti, unapokuwa balozi pia unaona wewe unaweza kutambua kwamba ni mambo haya. Lakini alikuwa ni mtu ambaye vitu vingi vilikuwa vinakwenda kama vile kwa mpangilio fulani. Alikuwa ni mtu wa mfumo. Yes. Alikuwa ni mtu wa mfumo. Hata nakumbuka watu wa institutionalist. Hata wakati anatangaza ule msiba wa baba taifa, ulikuwa unaweza kuona tofauti kati alivyotangaza msiba wa baba taifa na ulivyotangaza msiba wake yeye. Yaani kama vitu fulani ambavyo vilikuwa vinakwenda kwa namna structure. Nakumbuka alipokuja hapa siku moja tukawa tumekaa, vibendera vilikuwa vingi. Afrika moja kabendera ya Tanzania ikakaa kama igeuzwa hivi. Alafu akatupiga darasa pale kwamba unajua hiyo inamaanisha nini, unajua katika diplomasia hii nini na nini. Kwa alikuwa ana share vitu kama hivi, unajua katika namna fulani kama hiyo tu, yani bendera ilikuwa imekaa. Yes, akaanza kuweka hivi, lazima akatuambia kidiplomasia hiyo inamaanisha nini, unapindua nchi mnaona mmepindua nchi mkazungumzia vitu kama. Kwa hiyo ni mtu fulani namkumbuka kwa hilo, lakini si kwamba nilikuwa mtu akaribu sana kwake, lakini katika yale ambayo ninaweza kuyaona rafiki yangu alifanya kazi karibu sana, siwezi kumtaja hapa, alifanya kazi kabisa na Mama Mkapa. Anaweza kuhakikisha kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni very structured, mtu ambaye saa 6 ni saa 6, saa 7 ni saa 7. Kwa maana hiyo utaki kuchanganya. Kuna quality nzuri ambazo wale ambao wamefanya kazi na Mzee Mkapa wanakumbuka. Ni mtu ambaye wakati diplomasia kwake ilikuwa ni kama chakula, kwa sababu ni mtu ambaye aliishi katika diplomasia, alifanya kazi muda mrefu sana katika masuala ya mahusiano ya kimataifa. Kwa maana hiyo you have to go by the book, umeona. Alafu pia background ya uandishi wa habari na lugha ilikuwa vizuri sana. Mahusiano ni mawasiliano, kwa hiyo alikuwa vizuri sana. Shahada yake ya kwanza ilikuwa katika lugha, shahada ya pili ni product ambayo wa Tanzania we should be really really proud of. Ni kiongozi kwa kweli. I mean, mapungufu kuna vitu vingine ambavyo you cannot help, vitatokea tu wakati ni kiongozi, kwa sababu you are answerable. Tanzania na watu milioni 50. Kuna viongozi wengine ambao watafanya vitu ambavyo ni ambao hukuvipanga, ila kwa sababu wewe ni rais, everything falls on you. But at the end of the day, tuangalie mapungufu na mazuri yapi ambayo, na hata katika mapungufu tuangalie namna ambavyo tunaweza kujifunza kutokana na hayo. So leo tukao tuzungumzie tu kuhusu ukosoaji wa kiongozi ambaye ametutoka. Je, ni sahihi kumkosoa wakati bado hai, au tusubiri wakati amekufa ambaye hawezi kujitetea ndio tuanze kumkosoa? Na tukikosoa kuna ubaya gani? Kwa ndio swala ambalo tukao tunazungumzia leo, tukaweka masuala ya uongozi na vitu kama hivyo, ili kuweka chichandu na vile vile kuhakikisha kwamba tuna uelewa mpana katika tunayoongea. Nadhani utakuwa umepata kitu siku ya leo, ambapo tulibidi tuzungumzie kabisa. Sasa ni kiongozi wetu, tumekuwa under his leadership. Kwa maana hiyo nadhani ni wakati mwema sana wa kufikiria, kwenda kuangalia, kusoma vitabu, kuangalia ambayo aliyafanya, kwa sababu ni sehemu ya historia. Kwa vyote vile ameingia kwenye historia ya dunia, historia ya Tanzania. Watoto wetu watajifunza kuhusu utawala wake, kuhusu maisha yake. Kwa kukiwepo na kumbukumbu kama hizi 10 years down the road, watu
wataangalia wazungumzie na nani. Kwa nadhani was really, this is our tribute to mzee wetu na kwa Watanzania wenzetu popote mlipo duniani. Tunampenda, tunaipenda nchi yetu, tunapenda utamaduni wetu, na viva mzee Mkapa, rip, rest in peace. Au unasemaje? Alipo Lupaso. Kuna jamaa mpaka mtangazaji mmoja wa TV akaanza Losapo hapa. Lakini niseme tu kama ulivyozungumza, hatuna la ziada. Ni wakati mzuri ambao tunapata nafasi, wanasema nakwenda ku platform ya kuweza kuenzi, na unafanya hivyo, na kilichopo hapa ni kile ambacho kimetoka moyoni. Si lazima wewe umekubaliana nacho, na nitafurahi sana katika kile ambacho hujakubaliana nacho. Pia tuachie maoni, kwa sababu ndivyo namna ambavyo tunaweza tukajifunza na kupata mtazamo wa mtu mwingine kuhusiana na haya ambayo tumezungumza. Na at the end of the day ni views zetu katika maisha tulioishi wakati wake, na tulioyaona, we thought it was the best kwa sababu ya platform tuliokuwa nayo tuzungumzie. Sio kila siku tu tuwe tunaleta watu kwa hoji, but at least wakati mwingine kama huu tunazungumzia historia yetu, nchi yetu. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika, kama alivyosema, ni point ambayo nimesahau sana. Let me talk about it wakati tunaifu. Hayo yote ambayo yalipangwa yakaja kufanyika miaka 10 au 20 iliyopita yamewezekana kwa kitu kimoja. It's been possible kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani. Kuna nchi zingine mambo kama hayo mleza mkapanga yasifanyike kwa sababu anytime kitu kinaweza kika small nchi zipo nchi nyingi sana dunia, sitaki kuzitaja, but anything can happen anytime. Kwa ukiwa na nchi ambayo viongozi wameweka mkakati ukafanyika baada ya miaka 20, you have a country. It's how we go from here na kuendelea. Kwa I'm really thankful, na vile tukutane wiki ijayo. Naitwa Patrick Mbelo Bandio, hapa next time. Hapa